Lugha inaeleweka vizuri. Nirudie tena. Mambo ya kuzingatia juu ya ustawi wa imani yako ili kufikia hatima njema ya maisha. Mambo ya kuyazingatia juu ya ustawi wa imani yako ili kufikia hatima njema ya maisha. Kufikia hatima njema ya maisha. Narudia kusema, ili kufikia hatima njema ya maisha. Unalenga kuishia maisha gani baadaye? Na unatamani uanze lini ili kuandaa maisha yako ya baadaye? Unataka uanze lini kuandaa maisha mema ya hatima yako? Ni nini atakachojivunia Mungu kwenye maisha yangu au maisha yako tuwapo katika dunia hii? Yaani, labda utakumbuka mfano huu, niseme mapema. Kama haujajua hatima yako ya ndoa, ni hasara sana. Ndio maana hapo katikati mikwaruzo na vitisho vinakuwepo kwenye ndoa. Lakini hatima ya ndoa yenu iweje? Watu wengi wamesahau. Yaani wanaishi tu kama leo kipotea bado. Nampenda mwanamke mmoja aliyejua hatima ya maisha yake. Huyu mwanamke waliishi na mume wake kwa muda. Huyu mwanaume alipoteza mwelekeo wake. Lakini huyu mwanamke ninayesema alijua hatima ya maisha yake ni nini. Alisema, alikuwa anasemeshwa mara nyingi kwamba ukiingia kwenye ndoa umeingia, hakuna mlango na ufunguliwa wa kutoka. Ukiingia umeingia. Ndio maana kwenye Biblia inasema mpaka kifo kitakapowatenga. Alilijua hili. Hata angeishi kwenye ndoa ama kwenye mateso, lakini alilizingatia hili. Hata kama anapigwa na ngumi, alilizingatia hili. Sasa huyu mwanamke alikuwa namna hii. Waliokoka pamoja na mume. Yaani manake mume wake aliokoka kwa sababu ya kumtaka huyu mwanamke. Unajua kuna watu wengine ambao wanaingia kwenye kwaya si kwa sababu ameingia kwa Mungu, ila ni kwa sababu anataka mtu ambaye yuko kwenye kwaya. Unajua wako watu wengi ambao wanatamani ndoa za sisi tuliookoka, lakini wakati mwingine wanaingieje, atampateje huyu mwanamke mlokole? Wakamshauri wenzake, wakasema ukitaka kumpata mwanamke aliyeokoka, okoka. Yaani hakuendea sababu ya Mungu, wala hakuokoka sababu ya Mungu. Aliokoka kwa sababu anataka mke. Na walikuwa wanampointi, wanamuonesha, anasema binti fulani ninampenda. Lakini wakawa wanasema kutibu mwale ule undokole jua, kutibu mwale ule unwe wala utibu akundono mkirisipi ununu. Kwa hiyo aliacha pombe kwa lazima bakutia mwale somora ngojogo mwanangu liwache kukarara. Yaani nyinyango yake amwage somora kwa lazima ande bakutuki. Akajiingiza sasa na yeye, akakaa kwenye kwaya, akomani stepu kulokole kula imbaga jope. Alivumilia miaka mitatu na kaonekana ni mwamani. Kaza kumtaka somora. Samani mwanangu kwenye waki chungwa wangi nikajubira kukarara. Alipompata wakaoana.
Manoa akawa anapunguza spidi ya maisha yake ya kiroho. Mwisho akafikia kwenye ulevi. Fanya kazi nzuri, lakini siku zingine alipoenda, nakumbuka siku moja alienda kwenye baa. Alipokuwa kwenye baa, akaagiza pombe na wenzake wawili, yeye watatu. Kamwita binti wale wanaokuwa kwenye baa, akasema tunataka bia 3. Alipokuja yule binti amevaa alivyovaa mwenyewe kwenye baa, amevaa kasketi kamekuwa kama koti yangu hivi, hiyo ndio sketi. Alafu kakaleta bia 3 zile, kakasimama kanasogea, kanasema nifungue. Wenzake wale wawili wakasema fungua. Yeye akasema yule mtu nayemsema ambaye nimetoka naye uko mwanzo akasema mimi hapana, tafungua mwenyewe. Alipoondoka yule binti akaanza kujisemesha. Wenzake anamuuliza kuna nini? Akasema mimi vipindi vya namna hii. Wakasema wewe, hii ndio kanuni ya huku kwenye baa. Akasema mimi namna hii. Alifungua yeye mwenyewe, akaja kwa tabu. Wenzake wamemaliza kunywa, wakaagiza zingine, yeye iko nusu. Akaja binti mwingine, sio yule, naye amevaa kama vile mwanzo, naye akauliza nifungue. Kamesimama tu, nifungue. Wenzake wakasema fungua. Yeye akaangalia tu, tafungua mwenyewe. Wakamuuliza tena wenzake, shida ni nini? Akasema mke wako. Mke wako ana nini? Akasema mke wako hawezi kufanya kama wanavyofanya hao. Amina. Amen. Mnanielewa watumishi? Natamani mnielewe, ndio maana sijasimama hapo, nimekuja hapa nielekeze. Baadaye alitaka kuwaonyesha wenzao kwa nini alikuwa anasema mke wako. Walipotoka kazini na wenzake, akawakaribisha nyumbani. Wakasema naomba tufahamu nyumbani. Wale rafiki zake walienda naye nyumbani kwake huyu mwanaume huyu. Walipofika nyumbani kwake, wakakuta mke wake yuko jikoni. Walipokuwa wanaingia, alimwita mke wake, akamwambia mama watoto, sijui alimwita jina gani. Labda kama mimi ningemwita Ana au ningemwita mama Ikopa. Alitika jikoni ya mbele. Alipokuwa anasogea pale walipokaa sebuleni, akakuta tayari wamekaa. Alienda namsemea mwanangu Solomoni. Alienda yule binti, yule mwanamke aliyejifunza ana target ya kwenda mbinguni, akachuchumaa, akasema abe. Akasema nilikuwa nakutambulisha, nimekuja na wageni. Akasema karibuni sana wageni, mume wangu, habari za kazi, karibu sana. Akawasalimia wale wageni, akamwambia mume wake, mume wangu niko jikoni. Akasema asante. Alipoinuka yule mwanamke, alipotoka, alipoenda jikoni, yule mwanaume mwenye nyumba akawauliza rafiki yake, mnaona, niliwaambia kinachonitesa ni hivi vibiti vinavyokuja vimesimama, alafu vinasema nifungue. Nimeona mke wangu. Wakasema labda. Akasema sio labda, mke wangu haigizi. Mkitaka. Akaita tena akasema mama fulani. Mke wake alitika abe jikoni. Akasogea akaja tena, akachuchumaa, akasema abe mume wangu. Akasema nilikuwa nataka unipe maji ya kunywa. Akasema asante.
alisimama mwanamke yule anayejua baadaye yake, hatima yake ya ndoa, akaenda kuchukua maji. Ameshika huku bilauri na huku glasi, wengine ambao wanazo glasi za kunywea maji. Akaenda akachuchumaa tena mbele ya mume wake, akayamimina yale maji. Alimpa, anamsubiria. Alipokunywa yale maji, akapokea ile glasi, akamwambia niongeze. Akasema hapana, yanatosha mama. Akasema asante. Akainuka, akamwambia naenda jikoni. Alipoenda mwanamke huyu mwanaume akawauliza wenzake, mmeona? Wale wanaume wakasema labda ni kwako tu wamekuzoea. Akasema bado muone. Akamwita tena mama fulani, alitika mbele. Alipokuja tena akachuchumaa, akasema abe mume wangu. Akasema shemeji yako rafiki yangu anataka maji. Alienda kuchukua maji, akamsogezea yule rafiki yake na yule mwanaume, akachuchumaa, akammiminia maji, akasubiria glasi. Alipokunywa akamuuliza nikuongeze? Akasema hapana shemeji. Alipoinuka akamwambia mume wake naenda jikoni, alafu akaondoka. Akamuuliza tena mara ya tatu, akamwambia rafiki zake, mmeona? Hapa nilichosema kweli, mpaka yuko mwingine anasema hapa yupo mtu aliyesema hata kama haujatamka utile okay. Hakuna kilicho chepesi kwa sababu ya hatima ya mwanadamu. Hakuna kilicho chepesi juu ya safari ya maisha ya mtu kama ana hatima njema. Mwisho wa maisha yako unaotengenezea. Yule mwanaume akamwambia wale rafiki zake, kwa namna hii ninamtesa mtoto wa watu, leo nimeacha pombe. Si sababu ya kwamba labda alimwambia neno. Hatima ya ndoa yake imekuwaje? Hatima ya safari ya Ukristo ulio nao, unajiandaeje? Umejipangeje? Unajivurugia maisha au la? Umechoka na safari au la? Lingutie mapomba jikuja ngavu mwanangu jumatie koone ngabagira ungabagira umwe. Lakini wanaojua hatima ya ndoa yao wanafanya. Mwingine nisahau bisiwie tayari abagire kukumpera kikombe kya mese nikirudi hivi kirudi kya meno kukombe nini? Ni kuzoea. Ninaogopa sana kwamba hata tunapokuja kwenye ibada hii, ukiingiza mazoea, hatima ya maisha yako ni mbaya sana. Amen. Jamani, haleluya. Amen. Unanielewa eti? Amen. Ninaeleweka? Amen. Sijajua umesema nini kwenye habari hii. Na miongoni mwetu nani amewahi fanya haya alafu ukaona Mungu anasumbua? Ni nani? Yaani mpaka useme Mungu anasumbua ufanye haya, Mungu asumbue kwa utukufu kwake. Ufanye yaliyo mema kwa Mungu, tusifanikiwe ni Mungu yeye. Jamani, nasema haleluya tena. Mambo ya kuzingatia. Huyu dada alijua mambo ya kuzingatia alichoambiwa kwenye ndoa. Paka na mwanao anatengeneza upya maisha yake. Hajahubiriwa, lakini yale matendo yanamfanya asalende kwa Yesu.
Wenzake wakasema, wekikurume alikwise kumanyisieko kumyetu wakasi wetu. Pamukija dogo mundu wakiana. Hatima njema ya maisha, namna ya kulisimamia kusudi la Bwana juu yako. Lazima uwe na maswali ya kujiuliza. Mlokole mwenzangu, anza kujiuliza hata leo. Jambo la kwanza, nipo duniani kufanya nini? Hata ungejiuliza nipo duniani kufanya nini? Yaani hata ningekuuliza kaka, ulipo pa Kisweki pakutibuni. Naomba mulizane wawili. Muulize mwenzangu, upo duniani kufanya nini? Ukufanya mkongeta unendile mlalo sana. Upo duniani kufanya nini? Tumatile kwa waro damfu. Ndikujufu kuti upo duniani kufanya nini? Kama mtu analima unamuuliza unafanya nini? Anaweza kusema ninalima. Unaona? Kama yuko mtu ofisini anaweza kusema niko ofisini. Mimi ninauliza swali, mambo ya kuyazingatia. Lazima uwe unajiuliza mwenyewe. Maana ukikuuliza utamkasirikia. Upo duniani kufanya nini? Ni kula, ni kuvaa, ni kunywa, ni kuishi. Hata ningesema mtu anyoshe mkono aseme mmoja mmoja, kila mmoja na maswali na majibu yake. Upo duniani kufanya nini? Ni mambo ya kuzingatia. Uwe unajiuliza, nipo duniani mimi Mwasomola kufanya nini? Jambo la pili, natoka wapi? Naenda wapi? Kati mwingine mimi huwa ninajiuliza, hivi nina umri huu nilio nao, umebaki umri gani mbele yangu? Sijajua nini. Watoto wadogo unafikiri una umri mrefu miaka mingapi? Kwa mfano mimi na wenzangu wengine umri nilionao, hata Mungu angesema nataka nikupe umri mwingine wa miaka niliyoishi, tutasema hapana. Ya kuisa kutesa bana. Ni kweli. Hata kama unayo miaka labda 50, asilimia nyingine hata walioko labda una miaka 50, alafu uwe nayo 50 nyingine nikali kulela nayo. Wewe uwe na miaka 100 ndio unalinga baada kukaranga kitunguru kuti baba kunyokele nyama. Umri unakataa. Kumbikira kwa kusa kukwanura na kukwanika. Afya yako itakuweje? Ikatele mapema naoro. Legiongele vingi kukuka mapema naoro. Legiongele vingi 50 akutimule nafi. Kumbikira kwa kukukora. Lazima ujue nimetoka wapi, ninaenda wapi. Ameni. Wanawakia rangoti ameni. Lazima ujijue. Lazima ujielewe. Lazima ujifikirie. Lazima ujikumbushe. Nikushauri mwana